Nafurahi kukutana na wewe. Wakati huu tunashukuru kuwa na nafasi ya kushiriki jinsi sasa tutakavyosambaza Injili kupitia GLM na jinsi tutakavyojiandaa kama wanafunzi wa Bwana. Wakati huu tunakuja kutambua kwa kweli tuna tamaa mioyoni mwetu ya kuamini kwamba sisi ni watu waliokolewa kwa imani katika Yesu Kristo. Tutashirikije Injili? Watu wengi wanawezaje kuokolewa kwa jina la Yesu Kristo? Hakika tumepata uzoefu wa mioyo yetu kupashwa moto. Tunawezaje kushirikisha Injili wakati huu wa leo? Kwanza, kilicho muhimu kwetu ni kumpata mtu wa amani aliye tayari. Tunatamani kila mtu aokolewe, lakini hatimaye tunaona kwamba kuna mtu wa amani, watu waliotayarishwa. Kwa wakati huu tunaona jinsi ilivyo muhimu kumpata mtu wa amani. Basi tunawezaje kumpata mtu wa amani? Anza kwa kuwaza juu ya familia yetu, ndugu na marafiki walio karibu nasi. Kisha andaa daftari kukumbuka majina yao. Andika majina ya wale waliohusika, kama wale waliokuwapo kwenye harusi au mazishi. Kupitia mitandao hii kwa kawaida tunaweza kufikiria takriban majina 250. Ni muhimu kuyaandika na kumpata mtu wa amani aliye tayari kupitia maombi. Hasa kwa kuwa hatujui ni nani aliye tayari, tunapaswa kwanza kuwaombea kwa majina. 1. Namwamuru Shetani kwa jina la Bwana Yesu. Minyororo yote inayofunga roho ya mhusika ivunjike. Natangaza kwamba imefunikwa na damu ya Bwana Yesu na imelindwa dhidi ya madhara yoyote. 2. Naipaka na kuifunika nafsi hiyo kwa damu ya Bwana Yesu. Natangaza kwamba italindwa dhidi ya madhara yoyote. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Tukiomba kwa njia hii, mambo ya ajabu hutokea. Huenda tukapokea mawasiliano kutoka kwa mtu tuliyemwombea, tukapata nafasi ya kukutana naye na tukapata njia za kujenga uhusiano. Tutaelewa nguvu ya maombi. Tukikutana na mtu wa amani aliye tayari, hatua inayofuata ni kuhubiri Injili. Kwa ajili ya hili, lazima tuwe tayari na baraka 12. Kila mtu anatamani kubarikiwa. Baraka 12 ni hizi zifuatazo. 1. Baraka ya afya. 2. Baraka ya furaha na uthabiti. 3. Baraka ya amani ya moyo. 4. Baraka ya uhusiano mzuri wa kifamilia. 5. Baraka ya mali tele. 6. Baraka ya kazi nzuri. 7. Baraka ya mahusiano ya furaha. 8. Baraka ya hekima. 9. Baraka ya tumaini la siku zijazo. 10. Baraka ya kusamehe na kusamehewa. 11. Baraka ya uzima wa milele. 12. Baraka ya maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu. Mwambie mtu huyo achague kati ya hizi 2. Kupitia baraka zilizochaguliwa, fanya mazungumzo ukishirikiana kuhusu maisha na hisia. Hii hupelekea ushirika wa kina ambao hatimaye hufungua moyo. Wakati huo tunapaswa kumwongoza kwenye baraka ya kweli na ya mwisho ambayo ni kukutana na Yesu Kristo. Injili inapaswa kuwasilishwa kwa urahisi na uwazi, na kifungu kimoja kinatosha. Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kipawa cha Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tukimwamini Yesu, tutajawa na furaha mara moja na kuwa sehemu ya timu ya kusambaza Injili. Katika Biblia,
Yesu pia